amekula kiapo katika uwanja wa mafunzo mafunzo ya kijeshi kitaifa mjini Dodoma, mbele ya jaji mkuu, naona, na ameahidi hata hivyo kulinda katiba ya nchi kwa faida ya Tanzania na Watanzania, na kwa wale ambao kwa hakika walichochea fujo. Tetesi zinasema kwamba, sijamsikiliza hapo, kwamba lawama ni kwa wageni, na hapa najua narejelea sana sana Kenya na wachache Uganda. Ikiwa ni hivyo basi utakuwa mfano wa ndege aitwaye mbuni, kwa maana ostrich, ambaye huwa na mazoea kuweka kichwa mchangani, akisahau mwili pia unaonekana. Ulikosea, mambo mengi yamekwenda ndivyo sivyo kuelekea uchaguzi mkuu, na kwa maana hiyo basi imechochea hisia kali za wananchi. Vurugu kutoka katika taifa nzima imaanishi kwamba watu kutoka katika mataifa ya nje wanaweza kuwa wameingia nchini. Haiwezekani hata kidogo. Kwa hiyo unashupaza shingo, unataka kurusha lawama kwingineko. Watu washakujua uko uchi. Wazungu wanasema the king is naked, na hapa ni the queen is naked. So lazima uambiwe ukweli. Huwezi kuwa na imani kamilifu na vyombo vya usalama, manake tayari Captain Tesha alishazungumza, na ujue ndani ya jeshi kuna watu ambao hawakuamini na hawakupendi. Hiyo ni wazi. Labda tu wataheshimu tu mfumo wa utawala, naona na pia vile vile lazima hatima ya waliotekwa wasijulikane walipo, naona hatima yao ijulikane wako wapi, na kama ni kufika mbele ya mahakama wafikishwe, wakabiliane na sheria ama wakabiliwe kisheria. Manake ipo siku na wewe pia utaondoka mamlakani, ama waziri ama kiongozi yeyote yule, ni katika jeshi la polisi ama jeshi la wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeyote yule anaweza fikishwa mahakamani baada ya kuondoka mamlakani. Kwa hiyo mahakama iko kwa wote. Unaweza dhani leo uko salama, kumbe kesho sheria unayotumia kwa sasa nitakufunga baadaye. Wengi wananchi hawana imani na CCM, wa ndani na wa nje, ni bayana, inajulikana hivyo. Na ni mfano wa kile kilichotokea Uganda wakati fulani, ama Kenya kwa mfano, ambapo Kibaki aliiba kura hadharani, na Martha Karua alikuwa ndiye waziri wa sheria wakati huo, akaunga mkono wizi wa kura na mauaji ya watu. Unaona, watu wanakufa, naye amesisitiza lazima wachukue mamlaka kwa nguvu zote. Wakati wa upatanisho anakuwa kisirani na kizingiti. Wakati huo walikuwepo kina Francis Mudhaura, walikuwepo kina Kiretu Murungi. Unaona, wakati ule leo hii namuona Martha Karua anang'ang'ana kupigania uongozi bora katika taifa la Kenya, mpaka na shangaa. Alikuwepo wakati ule Kibaki ameiba kura, wakamwapisha usiku haraka haraka, kama ilivyofanyika sasa hapo Dodoma. Walimwapisha usiku haraka haraka Kibaki. Walimuibia Odinga wakati huo kura, tena pasi na kujali, kwa ujeuri wakafanya mambo watakavyo. Jaji mkuu ambaye ni marehemu kwa sasa Evans Gisheru akafanikisha hili na lile. Kalonzo Musyoka wakati huo alikuwa ameahidiwa kuwa vice president, akajifanya na gombea urais kivyake ndio agawanye, apunguze uzito wa idadi ya wapiga kura kwa faida ya upinzani wakati huo, lakini bado wote kwa jumla walishindwa. Ikawa sasa waibe kura kwa nguvu, kura bandia zile ambazo ni vifaranga vya kompyuta kutoka tarakanithi. Martha Karua huyu mmoja ambaye tunamshuhudia kwa sasa, akiwa amekodoa macho pale katika niseme kwamba office of the president, wakati ambapo Raila na Kibaki wanapeana
mkono wa amani na kadhalika. Hataki. Unaona tu husuda usodi, unaona wakati huo. Leo hii yupo nje ya serikali. Wakati ule walikuwa ndio kusema, ujue, wizi wa kura, wakasababisha vifo vya watu wengi kutokana na wizi wa kura. Naona sasa. Kwa hiyo pasipo kuwepo na haki katika taifa lolote lile, kutakuwepo na uvunjifu wa amani, umwagikaji wa damu, uharibifu wa mali, na watu watakosa heshima kwa viongozi na kadhalika, kwa sababu umejilazimisha kwao. Ukitaka ushinde, shinda kwa halali tu. Kwa hiyo mtandao bado kuna ngoma hapa, bado ni mapambano bado. Na tetesi hizo kusema kwamba kuna watu kutoka mataifa ya nje wamekuja kuchochea vurugu na maandamano, hiyo ni kukosa kujielewa kwa mtazamo wangu. Hiyo amani lazima pawepo na haki. Pasi na kuwepo na haki, usitarajie amani. Kwa watu ambao wamekamatwa kama kina Tundu Lissu, kesi ambazo hazina mbele wala nyuma, wapo tu kudhulumiwa, mashahidi wenyewe hovyo, mashahidi hewa, ushahidi ambao hauna mbele wala nyuma. Kisa na maana unataka uwezi komesha. Nguvu ya wananchi ni nzito, ni sawa na dhoruba kuu baharini. Kula kiapo ndio, lakini bado ni uwanja wa mapambano. Una kazi ya kufanya. Shaona bwana. Kwa hiyo ndio mabalozi wamekwepo, wakuu wa jeshi wamekwepo na kadhalika. Lakini kilindini mwa nafsi za wananchi haupo ama haumo. Itabidi utembee na ulinzi usiku na mchana na kulindwa kama maabusu. Kwa sababu ya hofu. Umedhulumu watu. Yaani tume huru, tume ya uchaguzi imehesabu, yaani usabuji wa matokeo ya kura milioni 31. Yaani ndani ya siku 2 hakuna umeme, hakuna mitambo ya elektroniki kwamba ilitumika, hakuna mitandao kwa maana internet, lakini tume ambayo ni huru, tume bandia, imefanya usabuji wa matokeo ndani ya siku 2. Na ni manually. Milioni 30. Unajua milioni ni ngapi? 31. Wanakupamba tu, lakini wewe jua tu wewe haupo. Umeiba, umejilazimisha kwa watu na unadhulumu watu. Msema ukweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu, kama alivyozidi kusema hayati John Pombe Magufuli alisema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ingawaje pia alikuwa na mapungufu yake, lakini alikuwa na mbinu ya kuaminisha watu kwamba yeye ndiye mkombozi wao. Wapo waliomchukia, lakini baadaye wakaja akampenda kwa sababu aliishi kupigania wanyonge. Aliishi kuwatembelea, kuwang'ang'ania, kutetea na kulinda rasilimali ya taifa. Kwako je? Unapiga deal na watu wa Dubai kule, sijui wa Arabu, mara sijui wa China, mara sijui wapi. Bado kuna kula kiapo na kuna kuongoza. Kuna kazi. Uhuru Kenyatta aliiba kura 2017, mahakama ikabatilisha matokeo, akajilazimisha tena kuendelea kutawala. Alichukiwa kama mwewe baadhi ya maeneo mengine. Alipendwa sehemu za kule anakotoka, lakini kwingineko unaivisha sira ndani ya watu. Ndio ukweli wa mambo. Kumbuka Mobutu Sese Seko, baada ya kutawala kwa mbinde, akawa katili, akaua watu, akamsaliti Patrice Lumumba,
Mwisho alitoroka baada ya Laurent Kabila kuingia mamlakani, akaingia kule West Africa, Afrika Magharibi, akafa kule Morocco. Ni familia yake tu ndio walihudhuria msiba wake wakati huo. Hakuna rais hata mmoja ama kiongozi wa serikali kutoka taifa yote ile, hata wale vibaraka waliokuwa kuwafanyia kazi hawakuja. Kibaki alipoaga watu walisema rot in hell, kwa sababu alifanikisha maovu katika taifa la Kenya. Ukiwa mbaya watu watakuambia ukweli tu, na utakuwa ni chukizo mbele ya watu pamoja na familia yako. Anyway, keep it Bonga Tube.